kutoka makao makuu ya PMbet mpaka hapa Kigamboni, Dar es Salaam, ambapo tumekuja kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail ambayo ipo nyuma yangu hapa. Kwanza mimi nilikuwa siamini japokuwa kashinda yeye, lakini siku ya kwanza ambapo anapigiwa simu tumefurahi sana kiukweli. Napenda kucheza 7 Fruit, hadi kindege anacheza. Bahati zipo jamani, sio uongo, ni kweli kabisa. Promotion ya Royal Win Plus inaendelea kutoa magari mengi zaidi kila kukicha, lakini pia pesa taslim. Jisajili kupitia tovuti yetu pmbet.co.tz. Ni mwalimu naye amefunguka kuhusu kucheza timu moja na Aziz Ki, nyota huyu wa Tanzania ambaye yupo kule Wydad, naye amezungumza, anasema kiukweli kwangu ni fahari sana kuwa timu moja na Aziz Ki, ingawa hatujapata muda wa kukaa na kuzungumza zaidi na kukumbushana maisha ya hapa nchini na soka letu la Afrika. Napenda kucheza na wachezaji wakubwa kwa sababu ndio wanaoniongezea morali ya kupambana. Safari ya Selemani Mwalimu na kukutana kwanza na nyota kama Aziz Ki ambaye sawa alikuwa hapa, lakini uwezo wake ni moja kati ya nyota bora ambao vilabu vikubwa vya hapa Afrika, hata huenda nje ya mipaka ya Afrika, ana nafasi ya kuvitumikia. Lakini pia kwa Selemani Mwalimu kutoka hapa kwenda Wydad ilikuwa ni moja kati ya nafasi adhimu kwake pia, lakini pia kwa soka la hapa nchini kuona wachezaji wetu wakibadilisha vilabu na kwenda vilabu ambavyo ni vikubwa. Mashindano wanayoshiriki ni mjumuisho wa vitu vikubwa ambavyo vipo ndani ya Selemani Mwalimu kwa wakati mmoja. Hiki kwanza anachokizungumza na nafasi alionayo, tutarajie nini kwake kama ameona kuna nafasi kubwa ya kukaa na nyota wakubwa kama hawa, lakini pia kwa club kubwa na mashindano makubwa ambayo wanayaingia? Improvement kwake kwa sababu msimu uliopita alikuwa top scorer kwenye upande wa ligi ya Zanzibar, si ndio? Baada ya hapo akarejea Singida wakamtoa kwa mkopo ndani ya cost cha Fountain Gate. Ameondoka akiwa na goli 7, si ndio? Katika upande wa huu msimu na akicheza nusu ya msimu. Kwa maana kwamba kama angekuwa yupo kwenye performance nzuri kwa msimu huu na angeendelea kuwepo ndani ya cost cha Fountain, pengine angemaliza hata akiwa na goli 10 mpaka 12. Kitu ambacho naamini pia mwishoni hapa alivyokuja kupata majeraha hakurejea yule mwalimu yule ambaye tulimuona mwanzoni mwa msimu. Kuna namna ambavyo alikuwa pia kama vile muoga akihofia zaidi injury ambayo aliyokuwa ameipata. Lakini inawezekana pengine ofa ya Wydad haikuwa ya siku moja ama siku mbili. Nadhani walianza kumapproach toka muda. Kwa sasa mchezaji una ofa ya nje, si ndio? Afu ushapata injury, hauhitajiki tena kuweza kujitoa sadaka kwa namna hiyo. Unaweza ukapata injury kubwa ambayo ikapelekea deal lako kwenda kufanyaje, kwenda kushindikana zaidi. Naamini anatakiwa kuwa bora kwa vile ambavyo tulimuona nusu msimu mwa msimu huu, na anatakiwa pia kuweza kujiboresha kwa sababu unajua sasa hivi kwenye upande wa timu yetu ya taifa mastrika wamekuwa ni bidhaa adimu sana. Ukimtoa Mwalimu, ukimtoa Clement Mzize, nani mwingine ambaye unaweza ukasema kwamba anaweza akasimama hapo? Kwa hiyo ni sehemu ambayo kama taifa tunamtizama Mwalimu na ameanza pia kuweza kupata nafasi. Nadhani mechi za mwisho kama 3 ama 2 za kumaliza duru la kwanza msimu huu tulianza kumuona akianza kuitwa kwenye upande wa timu ya taifa. Japo mechi yake ya mwisho alicheza dakika 7 na baada ya hapo ndo akaja akaondoka kaenda Wydad. Lakini kwa sasa hivi nadhani miongoni mwa wachezaji ambao wanaitwa mara kwa mara kwenye upande wa timu ya taifa, na pengine ndo tumaini ambalo limesalia yeye pamoja na Clement Mzize. Lakini kwa hicho ambacho anachokisikia ndani ya klabu ya Wydad inawezekana pia ikawa ni sehemu ambayo wao hawataki zaidi kuweza kuweka kambi. Ni sehemu ya platform kuhakikisha kwamba tunatoka sehemu hii tunaenda sehemu nyingine. Wydad nadhani walikuwa ni bora zaidi misimu 3 mpaka 4 hapo nyuma, lakini Wydad hii ambayo unaiona sasa hivi sidhani kama ni ile. Labda sasa hivi wawe tu kwenye upande wa ujenzi wa timu kwa sababu nimeona interview pia ya kocha Mokoena namna ambavyo alivyokuwa anahadithia kilichokuwa kinaendelea pale. Alikuwa anasema uongozi ulikuwa unamnyanyasa, lakini pia kocha kufika hatua anatoa pesa zake mfukoni kwa ajili ya kuwalipa wachezaji kama sehemu ya posho. Anatoa pesa zake mfukoni kwa ajili ya kugharamia vifaa vya mazoezini. Unaona kabisa kwamba inawezekana ni timu ambayo inakumbana ukata pia wa kifedha. Kwa hiyo sione kama ni sehemu salama zaidi kwa upande wa wachezaji wetu ambao tunaona ndani ya hicho kikosi, kwa maana Stefan Aziz Ki pamoja na Selemani Mwalimu. Kuna option ambayo anatakiwa kuweza kuifanya
na option pekee ni wao sasa kujipambania kuhakikisha kwamba anaenda kuwa bora zaidi. Sijajua kwa sasa hivi maisha yao yakoje baada ya Mokoena kuweza kufanyaje, kuweza kuondoka. Aidha pengine ilikuwa ni kumshinikiza Mokoena labda afanye kazi kwenye mazingira magumu na watu waone pengine labda ile Mamelodi ambayo tulikuwa tunaiona haukuwa ni uwezo wa mwalimu bali ulikuwa ni uwezo wa wachezaji. Kwa hiyo sijajua kwa sasa hivi baada ya Mokoena kuondoka na Azizi kwenda kwa sasa maisha yakoje ndani ya klabu ya Wydad. Naam. Raymond, mchango wako kwa alichokizungumza Selemani? Nafikiri grafu yake kwenye upande wa timu imekuwa ikipanda exponentially. Ametoka ligi kuu ya Zanzibar akaja ligi kuu ya Tanzania, sasa hivi uko ligi kuu ya Morocco. Kitu ambacho tunakitarajia kutoka kwake ni improvement yeye kama player, kwa sababu kila unapoenda kwenye timu bora zaidi unapata wasaa kuweza kutrain na wachezaji bora zaidi na kupata exposure ya wachezaji bora zaidi, lakini pia experience ya kucheza big tournaments. Wanaenda kucheza Club World Cup Marekani huko, wanaenda kukutana na timu ambazo pengine Selemani Mwalimu ulikuwa ukimwambia miaka 2 nyuma alikuwa anasema haiwezekani, lakini amepata huo wasaa kwa sababu amepata platform ya kwenda kucheza timu kubwa kama Wydad. Sasa sisi tunaamini ndege wafananao ndo ndege ambao wanatakiwa kuruka pamoja, na kwenye timu ya Wydad kuna a lot of quality players. Sasa na sisi tunataka naye afanane nao. Inawezekana asifanane kila kitu, lakini angamue baadhi ya vitu vizuri ambavyo atavikuta kule, aweze kuleta kwenye career yake, aweze kuboresha ili aweze kuwa watu ambao wataimbwa kwenye taifa hili in terms of scoring goals, kwa sababu tumeona ni tatizo ambalo bado limekuwa sio kwa Tanzania tu, duniani sasa hivi kumpata yule typical striker number 9 ambaye anaweza akakupa goals, akakuhakikishia a lot of goals, imekuwa tabu. Na ndio maana unaweza kuona walimu wamekuwa wakijaribu kutafuta mbinu mbalimbali za kuweza kuaccommodate kukosa yule typical striker. Ndio watakuja na force 9, sijui watataka wingers wawe na chip in kuweka magoli, watataka viungo wawe na chip in kuweka magoli, ili tu kuweza kufidia yale magoli ambayo yanakosekana kwa wale namba 9 hatari ambao walikuwa wanapatikana miaka hapo zamani. Kwa hiyo nategemea kuona sasa na yeye kuna improvement kwenye kali yake. Isiwe tu grafu ya vilabu ndio imepanda, lakini pia hata grafu ya kiwango chake inatakiwa kupanda, kwa sababu grafu alionyesha Fountain Gate ndio ile mpeleka Wydad. Tunataka grafu tena ipande kutoka Wydad iende sehemu nyingine, ili sasa isiwe kwa manufaa yake peke yake, hiyo kwenye manufaa pia timu ya taifa ya Tanzania. Singida anadai hela pia kwa Wydad. Yeye Musu yeye anatakiwa kucheza mpira unless kama naye anawadai which kwa kuna hizo rumors, lakini yeye ashamalizana na yeye yupo timu ile anatakiwa kutumikia. Kama klabu inapitia kwenye kipindi kigumu, unahisi kwa mchezaji kutoka na mazingira salama mimi siamini eti kwamba eti Wydad ni typical financially wana start. Ni prioritization yao, wani wameprioritize nini? Kuna wachezaji wako pale na wanalipwa na hawajai kupunguza, hawajai kuambiwa kwamba system ipo in debt ama tupo kwenye wakati mgumu. Kwa hiyo sasa ni wao mlengo wao upo kwenye priority yao ipo kwenye eneo gani? Siamini kama eti Wydad sasa hivi yani kiuchumi hata wachezaji hawana posho. Wewe unaamini hicho kitu? Lakini sasa wao wameprioritize nini? Unaweza kuwa na pesa lakini kipaumbele chako ni kipi? Au kipaumbele chako ni nani? Uvuta hata kwenye ligi yetu ya Tanzania ishai kutokea hapa. Na wachezaji wako wanalipwa, wengine anaambia jamani endelee kusikilizia. Football it's normal. Kwa hiyo nafikiri tuache miguu yake na talent yake iongee. Naam. Basi twende tena tukavute gia ya pili